Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Leo ni Februari 23, mada ikisema Kristo kaka yangu mkubwa. Mada leo imejengeka katika kitabu cha Waebrania sura ile ya pili ya 17. Neno la Mungu linasema, hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya upendo wako maishani mwetu. Ninakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa nasi kila wakati. Leo tunapoenda kujifunza mada hii, enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Kaka mkubwa wa jamii yetu ameketi katika kiti cha enzi cha milele. Anamwangalia kila mtu anayegeuza uso wake kumwelekea yeye kama Mwokozi. Anajua kwa uzoefu udhaifu wa kibinadamu, yaliyo matakwa yetu na pale ilipo nguvu ya majaribu yetu. Anakuangalia wewe, mwana wa Mungu mwenye mashaka. Unajaribiwa, atakuokoa. Umedhoofika, atakuimarisha. Je, wewe ni mbumbumbu? Atakuelimisha. Je, umejeruhiwa? Atakuponya. Bwana huihesabu idadi ya nyota na bado huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Yakiwamo mahangaiko yako na majaribu yako, yaweke mambo yako yote mbele za Bwana. Roho yako itaimarishwa kwa uvumilivu. Njia itafunguliwa wazi kwako kwa ajili yako kujinasua kutoka kwenye kila aibu na magumu. Kadiri unavyojijua kuwa udhaifu na bila msaada zaidi, ndivyo unavyozidi kuwa na nguvu katika uweza wake. Kadiri mizigo yako inavyozidi kuwa mizito, ndivyo unavyopata pumziko zaidi katika kuiweka juu ya mbeba mzigo wako. Matatizo yanaweza kuwatenganisha marafiki. Maji yasiyotulia ya bahari pana yanaweza kuleta msukosuko kati yetu na wao. Lakini hakuna mazingira wala umbali ambao unaweza kututenga mbali na Mwokozi. Popote pale tutakapokuwa, yeye yuko mkono wetu wa kuume ili kututegemeza, kutudumisha, kutushikilia na kutufariji. Mkuu kuliko upendo wa mama kwa mtoto wake ni upendo wa Kristo kwa watu wake waliokombolewa. Ni fursa yetu kumzika katika upendo wake tukisema, ninamtumaini kwa kuwa alitoa uhai wake kwa ajili yangu. Kile kinachodhaniwa kuwa upendo wa mwanadamu kinaweza kubadilika, lakini upendo wa Yesu haujui kubadilika. Pale tunapomlilia kwa ajili ya msaada, mkono wake umefunguliwa wazi ili kutuokoa. Anatamani tutambue kwamba amerudi mbinguni kama kaka yetu mkubwa, na kwamba uweza usio kipimo aliopewa yeye, tuna haki ya kuwa nao. Hii ni Februari 23, mada ikisema Kristo kaka yangu mkubwa. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.
Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote popote sina mashaka, popote na Yesu naweza